Mkuu wa Mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka viongozi na watumishi wa serikali kuhakikisha kila mwekezaji anayefika katika maeneo yao anafuata taratibu zote za uwekezaji ili kuepusha serikali kutupiwa lawama zisizokuwa za lazima inapotokea changamoto. Amesema hayo wakati alipokuwa akizungumza na wadau wa biashara na uwekezaji katika sekta ya misitu kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta ya misitu ili kuchochea maendeleo ya uchumi, ambapo pia ameeleza ya kwamba hivi karibuni yupo mwekezaji ameibiwa kiasi cha shilingi milioni 85 ndani kwake, jambo ambalo linapelekea serikali kulaumiwa. Mimi ni Amiri Kilagalila. Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa na Benjamin kaibiwa milioni 85 ndani. Kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaja nazo nyumbani, anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo ikanunua serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu ninyi huko kwenye wilaya? Ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu ambako ma-DC ni wenye viti na madasi ni makatibu. Wanajua kwamba kuna mtu anaitwa afisa biashara wa wilaya, wanapaswa kukutana naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipo wanazipitia. Au wote tunabaki tunashangana. Hivi hao watu wanaopita huko kwenye maeneo nani wanga anawapa? Kwa tukasema tusijiulize maswali mengi, tuitane hapa. Tuzungumze kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja kujisajili. Papo mahala pa uhamiaji, papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua. NSSF anajua kwamba mtu au na yeye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu na afisa utumishi, lakini kidamba yeye mwenyewe hana NSSF, anawasimamia hawana NSSF. Anaambia tunakulipa 300,000, wewe sema tunakulipa 100,000. Walipeana mkataba ndani wa miaka 2, sema wewe ni kibarua kila mwezi. Baada ya miezi 4 wakimfukuza anakuja tena kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Nimefukuzwa, wamenionea, sijaipa stahili zake. Nani anayewaambia wafanyakazi kwamba kuna vitu vya wao kujua wanafanya kazi na mtu wa nje? Kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga kwa sababu ya ujinga wa watu wetu wanadanganya na wawekezaji. Anakuja hapa anajua mkataba wako mwaka mmoja. Ila wakija hapa wale watu wa NSSF sema mimi ni kibarua nalipa kila wiki shilingi 10,000. Ghafla wamefunga kiwanda. Hajalipa stahili zake. Ndio anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndio anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wajinga, basi kuna wajinga watatu huko kwenye uwekezaji wao. Kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu. Mwekezaji anakuja hapa, anaweka kiwanda, anaajiri mzao, afisa utumishi. Afisa utumishi anakuwa ukienda kule unatoa vibarua kwa labda 20-30. Ukila kwambia hapa ni vibarua, wanalipwa ni weekly basis. Na kwenda kutembelea pale miezi 4 wapo, miezi 6 wapo, miezi 8 wapo. Utakuja kujua si vibarua baada ya yule mwekezaji kufanyia vituko. Na kuna mara pengine hata afisa utumishi mwenyewe kufanyia vituko. Anakuja hapa analia na watu, wewe mwenyewe unasema ni kibarua. Sasa mambo ya kwamba amekaa kwa mwaka mmoja ametokea wapi? Inalaumiwa serikali. Kwa hiyo mjinga mmoja. Tuna mjinga wa pili ambaye ananunua ardhi kwa niaba ya wawekezaji wa nchi. Ukiwatafuta wale wawekezaji hawaji, anakuja mswahili mwenzako anasema mimi ndo mwekezaji. Kwa nini wewe ndo mwaajiri wa wawekezaji wa nchi? Anajichanganya. Utakuja kujua kwamba yeye sio mwekezaji, wanapomdhulumu. Ndio unaona kwenye mikutano wao wanaanza kulalamika. Mjinga wa pili tuko naye. Tuna mjinga wa tatu ambaye ni dalali wa mwekezaji. Lenyewe lipo tu kama zuzu. Ndio inamwambia mwekezaji kesho NSSF atakuja. Ndio unanipigia unaniambia bwana kesho tunataka hapo aje afisa biashara wetu, ninamwambia kesho anakuja mtu wa biashara. Anaondoka, unalikuta hiyo pesa inajibu kwa niaba ya mwekezaji. Utajua kwamba ni zuzu litakapodhulumiwa hela sasa. Ninakuja hapa kwenye ofisi, unaenda kwa DC, nienda pale hawajanisikiliza.
pengine watu wa TIC wangetusaidia. Kwani wawekezaji wanaowakaribisha huku ni wawekezaji gani kwenye mambo ya miti? Ni end to end au ni kumenya tu zile venia? Unakutana maroli kama yamebeba zile venia yanapeleka Iringa na process kidogo anapeleka Dar es Salaam, ili tuwe kwenye uelewa wa pamoja. Lakini watu wa ardhi watusaidie. Kuna maana mheshimiwa DC katika halmashauri zako kwenye kuuliza inaonekana kwamba ni siri pia. Mtu wa ardhi pia anafanya ni siri. Kwa hiyo pia kuna watu kule kwa halmashauri wanashangaa tu mtu ameenda pale ameweka kakiwanda kake anamenya mabomu. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia. Lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania tunaangalia kwenye engo nne kwenye hayo mapana. Ili mwisho wa siku tuishauri wizara. Maana pale Mtwapa kushoto hapo unapotoka hapo kuya anapokusanyia nguzo. Kulikuwa na banda pale tunabeba. Baada ya miezi minne limefungwa. Tujue ni wawekezaji tofauti au ni mtu mmoja amekuja amefunga kama ile maboksi ya Kamali, mtu mmoja kana maboksi kila kijiji. Then future ikoje ya uwekezaji wa miti? At least na mimi mwenyewe kama sisi viongozi kama mkoa tupate pia hisia za idara yenyewe ya misitu. In the future promising. Basi kama mazuri tu tunashangilia tu kwamba kuna hapo wanatusaidia. In the future promising. Baki naweza kuona mabanda mengi yanafungwa. Miezi sita unaona tu watu wamevuna hapa miti wamefunga mabanda. Sasa imekuwa ni barabara ya rodeo, sasa watu wamepangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani mwenye ule mkataba? Ni TIC, ni halmashauri, ni kijiji, ni aliyekodishiwa. Lakini pia tunaweza kuwa na Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya mwekezaji wa nje. Sasa tusije pia tunaona watu wajinga kina Mangungu. Mangungu wa Msoveti kile. Baada ya kupata mtu mjinga anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje kwa sababu anapata shilingi 10, anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumbe angekuja kwenye serikali kamera hii, nadhani kwamba mwambie afanye hivi ili wewe natija zaidi kesho, kwa sababu mtu baada ya miezi mitatu ataondoka hapo, utabaki mweupe. Sasa tukasema hili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi. Nachosema na unasema sio jambo la siri. Tuna interest sisi kama serikali ya mkoa, kila uwekezaji wa viwanda tunavyoona kwa barabarani kwamba tuna meja venia na nini, ni kweli natija kwa wakulima, ni kweli tunahitaji uwekezaji. Nani mmiliki? Sasa mfano mzuri hapa mnaita watu. Sisi hapa ndio viongozi wa mkoa. Mnaita watu wakwambia wameondoka. Hawa watu wakipata matatizo huko wataenda wapi? Wataenda wapi wakipata huko matatizo? Watakuja hapa. Italongoza serikali ya kijiji, italongoza serikali ya wilaya, atalongoza polisi. Sisi tunaita hapa kikao nakwambia hawa wamepata dharura, wameondoka. Wana serikali nyingine ambao wanaenda kuisikiliza. Ni wawekezaji au ni madalali wawekezaji? Hii tujue aliyoko hapa ni dalali au kweli ni mwekezaji. Hii tujue. Kwa sababu hao ni watu ambao kesho wakija hapa balozi wao wanaanza kuraise malalamiko kwamba hatusikilizwi. Tunafanyiwa hivi, tunafanyiwa vile. Anafahamu vali ya serikali. Kuna maeneo ambayo hata wao na serikali yao ya wilaya hawafanyiani. Hivi tutakuonana nao nani anayeorganize kuona? Wana mwenyekiti wao kutoka kwenye jamii yao, ni afisa biashara wetu wa wilaya na coordinate anawajua. Mwenyekiti wa baraza la biashara la wilaya BDC anawajua hawa wawekezaji. Shughuli wanazofanya. Afisa biashara wetu wa wilaya anawajua. Anaweza akawaccess kuambia kwamba John hapa tujue kwamba kuna kitu gani kinafanyika.